Hatimaye kile ambacho tulikuwa tukikisubiri kwa hamu siku ya Alhamisi tarehe 27 ya mwezi wa 3, nikimaanisha mkutano ambao ulikuwa umeitishwa na waziri mwenye dhamana ya michezo nchini Tanzania, Profesa Paramagamba Kabudi, kuhusiana na hatima ya dabi ya Kariakoo. Hilo ndilo ambalo kubwa lilikuwa limelengwa katika mkutano huo. Lakini kupitia Data Sports uko umepata taarifa kuhusiana na kile ambacho aliweza kukizungumza mwenyekiti wa kikosi cha Young Africans au raisi wa kikosi cha Young Africans Bwana Hersi Saidi, na kauli mbiu ni ile ile, hatuchezi dabi. Sasa tumsikilize mwenyekiti wa kikosi cha Simba, na mzungumzia Bwana Murtaza Mangungu. Labda kubwa ni lipi ambalo mlijua mara kwanza wakati unaingia ulisema haujajua agenda? Labda agenda imekuwa nini? Maendeleo ya soka Tanzania. Halihusiani na mchezo namba 184 dhidi ya Yanga? Maendeleo ya soka Tanzania. Kama yapi mwenyekiti? Hayawezi kuwa nje. Maendeleo ya soka yako mengi. Kuna maeneo mengi ambayo waziri kama mnavyofahamu ni mpya ya wizara hii. Pamoja na uzoefu mkubwa walionao, lakini kuna mambo ambayo tunatakiwa tujadiliane ili tuweze kupata mtazamo wa pamoja. Kwa hiyo yanajadiliana na klabu mbili tu za Simba na Yanga au kuna lipi lingine ambalo? Sasa hiyo inabidi umuulize yeye kwa nini umewaita Simba na Yanga. Lakini sisi tumekuja kuwakilisha Simba. Kwa hiyo aliowakilishwa na watu wengine mimi sijui. Halikuwepo la Simba. Sijui hata kama Yanga wamefanya. Wakati Young Africans wanatoka walisema miongoni mwa kilichojadiliwa ilikuwa ni mchezo wenu wa Yanga na Simba. Labda nyinyi kwenye hayo majadiliano na kile ambacho ulichokisema kama ni maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu nchini, na ukasema kwamba hao waziri ni mpya kwenye wizara, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunataka kufahamu kutoka kwenu. Akijadiliwe kwa kitu, kwa sababu wao wamesema tunajadiliwa. Kikao chetu sisi hakihusiani na chao. Kama ingekuwa kinahusiana ina maana tungekaa pamoja. Kwa hiyo siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walipokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo, na kama wameeleza hivyo ni sawa. Lakini sisi tunachosema hayo ambayo nimewaeleza ndio ambayo tulijadiliana. Kwa hili alikujadiliwa la mechi ya Yanga na Simba namba 184? Hapana. Labda kuna mwanga wa maendeleo haya soka unayoona? Sasa hiyo itakuja kwenye tafsiri ya mwisho ambapo tutakuja kutoa taarifa ya pamoja. Sawa. Lakini mwenyekiti, hatima ya dabi yenu sasa imefikia wapi mpaka sasa? Mamlaka si imeshasema mechi itapangiwa tarehe. Kuna haja gani tena ya kusema hatima? Kuna hatima gani nyingine? Hamna hatima. Hatima mpira utachezwa tu siku nyingine kama itakavyopangwa. Wao wanashikilia kanuni, lakini kanuni hiyo inaipa mamlaka bodi ya ligi kubadilisha mchezo muda wote pale ambapo wanaona inafaa. Sasa uwezo ukachukua sifa ya tembo ukachagua kwa kulitaja sikio au mguu peke yake. Ukitaja tembo inabidi umchukue wote. Kwa hiyo kanuni hizo kuna vipengele zaidi ya 54. Sasa unawezaje wewe kutumia kipengele kimoja tu peke yake? Inabidi uwe na fikra nzuri zaidi. Niwatakie jioni njema, asanteni sana. Mbio za ubingwa ligi kuu vipi mwenyekiti? Ndio tunaendelea, ligi sinaendelea. Tutakapofika mwisho tutajua nani bingwa. Bwana huyo ndo Murtaza Mangungu, na hayo ndiyo majibu yake. Data Sports, paka nimesahau kujitambulisha. Mimi ni Florence Renatus, nipo na Steven Mapunda. Tupo tunakwenda kuyajadili yale ambayo ameweza kuyazungumza mwenyekiti wa kikosi cha Simba Bwana Murtaza Mangungu. Murtaza Mangungu amesema ya kwamba yani anazidi kutushangaza. Sijajua ni nini ambacho anaficha Steven. Ametoa majibu ya kwamba pengine mtazamaji wa Data Sports anaweza kawa hajaisikia vizuri kile alichoweza kukizungumza. Tumdadafulia. Amesema ya kwamba waliitwa na waziri kwa ajili ya kuzungumza maendeleo ya michezo nchini Tanzania. Maendeleo ya michezo ambayo yametushangaza waandishi wa habari kwamba zinaitwa Simba pamoja na Young Africans wakati tuna vilabu vingi mno vilivyopo nchini Tanzania. Steven, ni kwamba mwenyekiti amekwepa maswali ya waandishi wa habari au kuna kitu anakificha mwenyekiti? Of course yes, kukwepa maswali ya waandishi wa habari hilo linawezekana likaingia moja kwa moja katika maana ya kwamba ameweza kuescape maswali ya waandishi wa habari, kwa sababu kwa kile ambacho amekisema kwamba walikuwa wameitwa na waziri kwa sababu waziri ni mgeni katika wizara, kwamba kuna vitu anahitaji kujifunza ama kusikia kutokana na maendeleo ya mpira wa Tanzania. Approach isingekuwa hiyo. Na toka mwanzoni ulivyokuwa umehabarishwa ni kwa namna ambavyo walikuwa wanahitaji kuweza kutumia busara katika swala ambalo limetokea la tarehe 8 kwamba dabi ya Kariakoo itumike busara. Na tunaona hata mwenyekiti wa bodi Steven Mguto alisema hadharani kwamba
busara ndio ambayo inapaswa kuweza kutumika kwa sasa hivi. Na alisikika kabisa akisema kwamba kwa hali kama hii basi lazima tutashirikisha na serikali ili iweze kuja kutusaidia. Na moja kwa moja tukasikia mkutano ulikuwa umepangwa kwenda kufanyika jijini Dodoma, baadaye ukahairishwa kuja kufanyika jijini Dar es Salaam. Yes. Na tulisikia Dar es Salaam Young Africa walikuwa wa kwanza kuzungumza na serikali pamoja na TFF na bodi ya ligi. Walitoa yaliyokuwa wameyatoa na walipotoka rais wa Dar es Salaam Young Africa alikuja hadharani na kusema kile ambacho kimezungumzwa. Yeye alichokisema hence kwamba waziri alikuwa anahitaji kufahamu zaidi juu ya hili sakata na kuendelea kujifunza. Lakini pia wao wameeleza msimamo wao na sababu zao na changamoto yao, wameiwasilisha nini wanataka Young Africans kwa serikali. Lakini sasa baada ya hapo wao walipokuwa wameondoka, ameingia Murtaza Mangungu katuletea story nyingine mpya. Sana tuchanganya huyu. Try again. Murtaza Mangungu, CEO wa Simba na kamati tendaji kutoka klabu ya Simba nao pia walikuwa wameweza kuhusishwa katika mkutano huo na waziri. Anatoka Mangungu, watu wanataka kumuuliza, wanachama wanataka kujua, mashabiki wanataka kujua, vyombo vya habari kama hivi tunahitaji kujua. I say anatuletea story mpya. Mimi kanichanganya. Sasa nataka kujua. Paramagamba Kabudi aliwaita Simba pamoja na Young Africans akiwa na agenda mbili tofauti. Inaweza ikawa ni kweli? Katika hali ya kawaida unajua Murtaza Mangungu kitu ambacho amekitumia, hii ni trick ya kuweza kuescape baadhi ya vitu. Labda alikuwa hapendi kudisclose baadhi ya vitu ambavyo wameweza kuvidiscuss katika kikao. Kama unavyofahamu Simba wao msimamo wao kwamba wako tayari kucheza mechi ilivyoahirishwa ikipangiwa tarehe nyingine. Upande wa Dar es Salaam Young Africa wao wamekuwa wazi kabisa mapema kwamba hatuchezi tena mechi nyingine, tunaitambua mechi namba 184 ilipangwa kucheza tarehe 8, hatuchezi tena. Kwa hiyo ina maana upande wa Simba tulikuwa nataka tufahamu kwamba wao pia walipokuwa wameingia nini ambacho wameweza kwenda kuongea. Lakini Murtaza Mangungu kitu ambacho naweza nikamuelewa kwamba huenda ameona si wakati sahihi kuweza kusema kile ambacho kimejadiliwa katika kikao, au si sehemu sahihi kusema, au yeye si mtu sahihi wa kuweza kusema kile ambacho kimejadiliwa. Labda tuweze kutoa muda na tuweze kuona namna gani kitu ambacho kiweza kutoka. Na hata ukiangalia kwa Engineer Hersi Said, yeye alichokuwa amekisema kwamba serikali iko tayari kutusikiliza na kutushauri, lakini katika kutusikiliza kwao wao sio sehemu ya mwisho kufanya maamuzi. Maamuzi yatakuwa juu ya mpira wenyewe ambao ni TFF. Yes. Kwa kanuni na sheria za mpira ndizo zitakazoamua, lakini serikali inaweza ikasikiliza shauri na kuweza kuwashauri kwamba nini kiweze kufanyika. Lakini Murtaza Mangungu kwanza wewe rejea tu majibu yake. Kwa mfano Nuru atatuplay hapo. Kuna eneo ambalo Murtaza Mangungu anasema kwamba sisi tulikuwa tumeitwa kuongea mambo yanayotuhusu sisi. Siwezi kuyazungumza masuala ambayo yanahusiana. Afa akaenda mbali akasema hata sijui kama wamekuja. Mzee huyu. Hebu Nuru play kidogo hapo ili mtazamaji wetu aweze kupata faida. Kikao chetu sisi hakihusiani na chao. Kama ingekuwa kinahusiana ina maana tungekaa pamoja. Kwa hiyo siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walipokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo, na kama wameeleza hivyo ni sawa. Lakini sisi tunachosema hayo ambayo nimewaeleza ndio ambayo tulijadiliana. Nafikiri umemsikia. Nimsikia vizuri. Kwamba yani anasema kwamba hata mimi mwenyewe nilikuwa sifahamu kama wamekuja. Kweli yani kweli hauna taarifa kwamba wapinzani wenu wanakuja. Yani kuna kitu ambacho uongozi wa Simba katika hii dabi ya Kariakoo, kuna mchezo ambao ameamua kuucheza ama kuna trick ambayo ameamua kuifanya, huenda ikawa ina mauzauza mengi sana hii dabi ya Kariakoo kuweza kuchezwa tena. Lakini pia hii ndio itakwenda kupima ukomavu na userious wa ligi yetu na taasisi ambayo inasimamia ligi yetu. Kwa sababu ukiangalia nchini Misri tumeona Al Ahly ya kutokea uwanjani Zamalek akapewa alama zake. Akapewa ushindi. Na tulipojaribu kulinganisha matukio tukaambiwa ni matukio mawili tofauti, lakini ukiziangalia hizi scenario kuna namna zinafanana. Lakini pia bodi ya ligi ya nchini Misri ilisimamia msimamo. Hicho ndicho ambacho tulikuwa tunataka kukizungumza. Mamlaka za mpira zifanye kazi yake. Na hata ukiangalia kuna tetesi pia kwamba
Al Ahly wanataka kususia tena mechi na Pyramid. Na wakisusia maana yake wanashushwa daraja. Yes, na bodi ya ligi imemwambia kabisa kwamba endapo ikitokea hilo jambo basi itakuwa ni straight kwenda kushuka daraja. Kwa kama Misri wanaweza, wao ndio ligi namba 1 barani Afrika na wanaweza kufanya maamuzi kama haya, hili ni somo tosha sana katika ligi yetu ya Tanzania ambayo inasemwa kuwa ni ligi namba 5, ligi namba 4, ligi namba 6. Kwa haishuki kwenye top 10 katika nchi za Afrika. Kwa katika hili lazima tujitahidi kuweza kufanya jambo ambalo linakuwa liko vizuri. Kitu pekee ambacho Steven mimi nimekielewa katika mpira wetu, jambo la kwanza nakumbuka niliwahi kusema ya kwamba bodi ya ligi walivyoitoa ile taarifa ya kuahirisha kwa mechi ni kama wakujua madhara ambayo yatakuja kutokea. Waliyajua, walisi ni mepesi kwamba yanaweza kusovika. Sasa hivi jambo limeonekana kuwa gumu, ndio maana hata Wizara ya Michezo inahusishwa. Sawa? Angalia leo walichokifanya mashabiki wa kikosi cha Yanga kwenda kukaa nje ya uwanja. Tulikuwa tunajadiliana hapa na kuuliza ni kwamba hawana imani na viongozi wao, lakini nilivyokuja kuwasikiliza nikapata somo ya kwamba bado yani kukaa kwao nje ni sehemu ya kuinsist kile ambacho wanakihitaji, kwamba hatutaki kucheza mechi. Kiongozi alivyoenda ndani wametengeneza t-shirt, walivyoenda ndani, alivyotoka anakutana na nyomi la mashabiki wake. Manake ni kuwa mashabiki wamekuamini wewe. Msimamo wa mashabiki na wanachama wao ndo wenye timu ni kwamba hawachezi mechi. Ikitokea Young Africans wanataka kujaribu, yani hata kujaribu kwamba wanataka kucheza dabi, lazima kuwe na sababu ya msingi sana. Mimi ninaloliamini Steven ni moja. Ikitokea kama wanataka kucheza dabi, lazima kuwe na sababu kubwa sana ya msingi itawashawishi Young Africans. Sawa? Lakini pia ikitokea kama watataka kucheza dabi, pasipo mashabiki wao kupata sababu ya msingi, kitakachotokea ni mpasuko ndani ya klabu, kwa sababu makubaliano yao na wanachama yatakuwa yametofautiana. Kwa viongozi wa Young Africans wanapaswa kuwa makini zaidi kwa kile ambacho watakuwa wamekizungumza kule na waziri, lakini pia watakachokuwa wamekiamua. Kama ni msimamo wa kutokucheza mechi, nafikiri hivyo ndivyo ambavyo wanapaswa kusimamia. Kama watataka kusema kucheza kwenda kuicheza mechi, basi lazima uwe na sababu konki. Tunasema vijana mjini tunasema konki, ambayo itawashawishi mashabiki wao waende kufanyaje? Kucheza mechi. Steven mwana wa Mapunda, mimi ninakushukuru sana. Na mtazamaji wa Data Sports, naamini kuna kitu atakuwa amekipata, na huyo ndo Murtaza Mangungu bwana. Ametuletea story nyingine mpya ambayo ni tofauti na ambayo sisi tulikuwa tunaijua, lakini iko tofauti na kile ambacho aliweza kukizungumza Engineer RC Said. Bwana Florence, mimi kwa hakika ambacho amekifanya Murtaza Mangungu, kitu ushauri wa bure kabisa. Huyu inatakiwa akutane na Tannice ambao hawa ni mabingwa wa kuweza kusambaza pool table. Unajua pool table nyingi sana za huko mtaani unakuta zinakuwa mguu huu mfupi, mguu huu mrefu kidogo, kwa hiyo inakuwa inainama kidogo. Jambo la heri sana. Na hiki ambacho kimefanywa leo kama vile mzani unainama hivi, Yanga anasema hiki, Simba anasema hiki. Sasa ukikutana na Tannice hao ambao wanasambaza pool table katika level ya kimataifa, hakika utapata pool table ambayo inakuwa ina maana kabisa. Hao wanapatikana hapa Ubungo External. Ukifika tu pale External, wapigie simu kupitia namba hizo ambazo unaziona, basi hapo watakuja kukupokea na kukupeleka kabisa kiwandani kwenda kupata pool table ya kimataifa kabisa ambayo utakwenda kuifurahia kabisa. Mimi naomba nikutakia wakati mwema na ufuatiliaji mwema wa vipindi vyetu ndani ya Data Sports.